Ndugu zangu Waislamu, khutba yetu ya leo itahusiana na umuhimu wa Muislamu kufanya ibada zake katika njia ya siri. Hakuna ibada ambayo ina thamani na thawabu iliyokuwa kubwa. Mungu ametaja thawabu iliyokuwa kubwa na ujira mbele ya Mungu na uzito mbele ya Mungu kama ibada za siri, ndugu zangu. Na hii ndo wasia ambaye wema waliotangulia wakihusiana baina yao wao kwa wao, wakiambiana uktumul hasanatu kama taktumu sayyi'ah, ifiche mema yako kama unavyoificha maovu yako. Leo sisi wengi wetu hapa tunapotaka kufanya maovu tunaifanya katika hali ya siri ya juu, binadamu mwenzako asione. Tunapotaka kufanya maovu au madhambi, mtu anafunga milango, anafanya kwenye giza, anafanya kwenye siri ya hali ya juu, binadamu mwenzake asimuone, ndugu yangu. Lakini je, namna unavyoificha maovu yako ndivyo hivyo unaificha mema yako, ama mema yako unaifichua mbele ya watu? Ikiwa wewe leo hautaki watu wajue akaunti ya benki yako, unamiliki pesa ngapi, nani ambaye anataka watu wajue katika M-Pesa yake kuna pesa ngapi sasa hivi? Unaificha hiyo. Hautaki watu wajue hali ya familia yako. Kwa nini leo unashindwa kuficha matendo yako mema, ndugu yangu? Kwa nini leo unashindwa kufanya kulinda matendo yako mema? Pamoja na kwamba leo tunapozungumzia maudhui hii, ndugu Waislamu, kuna baadhi ya matendo mema hauwezi kuyaficha, itabidi uifanye mbele ya watu. Kama leo unatoka nyumbani unakuja msikitini salati aljumaa, mtu anakuuliza unakwenda wapi? Unamwambia nakwenda msikitini kuswali. Hii sio hiyo, wala si aibu. Mwezi wa Ramadhani mtu anakuuliza umefunga? Bwana nimefunga bwana. Haina matatizo hiyo. Leo tunachangisha harambee, labda kujengea msikiti au maendeleo aina yote ile. Unaruhusiwa kutoa kwa wazi mbele ya watu. Mwenyezi Mungu anasema infiqu sirran wa alaniya, toeni kwa siri na kwa wazi. Kwa siri ni baina yako wewe na binadamu mwenzako, lakini kwa wazi ikiwa ni kuna harambee watu wanafanya, ukaona bana mimi nikitoa shilingi 50,000 hapa, kuna watu watatoa 100,000, kuna watu watatoa milioni, kuna watu watatoa zaidi, basi unaruhusiwa kutoa mbele ya watu kwa ajili ya kuwashajiisha watu. Lakini kuna ibada zingine, ndugu zangu, iwe ni baina yako wewe na Mola wako, hakuna mtu yote anayejua. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'ah min amalin salihin falyaf'al. Mtu yoyote miongoni mwenu ambaye anaweza kuwa na ibada za siri. Khabia maana yake ni ile ibada ambayo unaifanya hakuna anayejua isipokuwa wewe na Mola wako peke yake. Wazazi wako hawajui, watoto wako hawajui, ndugu zako hawajui, majirani wako hawajui, Waislamu wenzako hawajui. Hii ndio inaitwa khabia. Basi na afanya hivyo katika matendo mema. Afanya hivyo haraka sana, ndugu Islam. Na leo khutba moja haitoshi kuelezea yale mema ambaye wema waliotangulia waliyafanya wakati wao, na hakuna mtu yote aliyojua. Lakini leo tunazo habari zao, ndugu zangu. Imeenea vipi habari zao baada ya kufa kwao? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazieneza habari za watu kama hawa. Ndio wanasema alosema wa kam min a'malin saghira haqira amama an-nas tu'dhimuha an-niyya. Matendo mangapi leo ambaye ni madogo ya chini kabisa, lakini yakakuzwa na nia ya mtu ikaifanya ile matendo ikawa ni sawasawa na jabali. Wa kam min a'malin 'azima amama al-kamariyat wal-fadaiyat tusghiruha an-niyya. Na matendo mangapi ambaye leo ni makubwa yamefanywa na watu mbele ya kamera, mbele ya mitandao, lakini yakadogeshwa na nia ya mtu. Nia, ikhlasi yako ulihalisisha kiasi gani, ndugu yangu? Na lao tukiangalia mifano ya wema waliopita, sisi wengi wetu kwa kweli tuko mbali na mifano kama hizi, tuko mbali na watu kama hawa.
na sisi kila mmoja wetu anafaa kuwaiga watu kama hawa. Ndugu yangu, hakikisha wewe jiulize leo katika maisha yako, kuna ibada yoyote ya siri umewahi kufanya wewe ambaye Mungu peke yake ndo anaijua? Ipo hiyo ndugu zangu? Basi ikiwa ipo, fabiha wa ni'ma, wewe umefaulu fi dunia wal akhirah. Hata ikitokea jambo unataka kutawassal na Mwenyezi Mungu, na hii ndo atawassul ya halali, sio tawassul ya kishirikina. Hii ndo ya halali. Unatawassal na matendo yako mema, unamwambia Mwenyezi Mungu, ya Allah, nilifanya matendo fulani kwa ajili yako peke yako, na kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unifungulie jambo fulani. Mwenyezi Mungu, nakuomba unitatulie matatizo fulani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaifungua kwa sababu ya matendo yako ambayo ulifanya kwa ajili yake peke yake. Ndio hapa ndugu zangu, mifano ziko nyingi. Leo katika tarehe imepatikana watu katika salafu na salih, mtu amehifadhi Qur'ani na jirani yake hana habari, hajui. Paka baada ya kufa kwake ndio anaambiwa una habari, jirani yako huyo alikuwa ni hafidh al-Qur'an. Imepatikana watu katika tarehe, mtu anaamka tahajjud usiku wa manane na ana wageni ndani ya nyumba, na wageni wake wasijue kwamba huyu bwana alikuwa amekesha katika ibada usiku kucha. Bali imepatikana watu katika tarehe, mtu anaamka tahajjud usiku wa manane kufanya ibada na ana wageni ndani ya nyumba, na wageni wake wasijue. Bali inapokaribia alfajiri, yule bwana aliyokesha usiku kucha anatoa sauti ili wageni wake wasikie, kana kwamba yeye ndo mwanzo ameanza kuamka. Maana yake kama ambaye anajinyoosha hivi, alafu anasoma dua ya kuamka kutoka usingizini. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Anamuomba Mwenyezi Mungu wale wasikie kwamba yeye ndo ameamka sasa hivi, kumbe alikuwa amekesha usiku kucha. Ndio unaona Mtume aliposema kwamba wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Hao maswahaba na wema waliotangulia wamezifahamu hizi hadithi ndugu zangu. Mtume anasema amkeni mswali usiku na watu wamelala. Watu wamelala maana yake nini? Iwe ni ibada yako ya siri. Kwa kweli kuna wakati mwingine utamuamsha mke wako, utawaamsha watoto wako, utawaswalisha, lakini kuna kipindi nitakana wewe utenge, iwe ni baina yako wewe na Mungu wako peke yake. Imepatikana watu katika tarehe hii ndugu zangu, kama mmoja akiitwa Daud ibn Abi Hind. Huyu ni mmoja katika tabi'in. Aliwahi kufunga saumu Daud kwa miaka 40 na mke wake hajui nyumbani. Kwa miaka 40 ndugu zangu nawaambieni, na mke wake hana habari. Saumu Daud ni ile saumu ambayo Muislamu anafunga leo na kesho anakula, anafunga leo kesho anakula mwaka nzima. Basi siku ambayo anafunga mke wake anajua ni siku ya kawaida tu, anamfungia chakula, anatoka kabla alfajiri nyumbani. Hii chakula atakula katika safari yake, ima sokoni au kazini kwake. Akifika njiani anampata maskini, anampatia chakula ndugu yangu. Anarudi nyumbani baada ya salati al-maghrib, mke wake anatandika chakula akijua kwamba yeye anakula chakula cha jioni, kumbe ndo anafuturu na mke wake hana habari. Kwa miaka 40 baada ya kifo chake ndo yule bwana, wale mabwana ambao walikuwa kipewa ile chakula wakaja kumtafuta huyu Daud ibn Abi Hind. Yuko wapi yule ambaye alikuwa anatupatia chakula kila siku jamani? Ndio ikija kuchunguzwa, nani amekufa sasa hivi? Hakuna mwingine isipokuwa ni Daud ibn Abi Hind. Ndio ikajulikana kwamba alikuwa anafunga saumu Daud. Leo hatuwezi kumsahau mjukuu wake Saidina Ali radhiyallahu anhu, Zainul Abidin Ali ibn al-Hasan ibn Ali. Huyu bwana alikuwa ni miongoni mwa watu matajiri sana, lakini watu waliwahi kumtuhumu kwamba hakuna mtu bakhili kama huyu bwana, hajawahi kusaidia mtu hadharani. Lakini huyu bwana alikuwa na ibada zake za siri, na mpaka leo tarehe inakuja kuelezea habari zake wakati ameshakufa huyu bwana. Hakuna mtu alikuwa anajua huyu bwana anafanya nini mpaka baada ya kifo chake. Huyu Zainul Abidin Ali ibn al-Hasan kila siku kwa wiki angalau mara moja ananunua ration ya chakula ya familia zaidi ya 100. Anabeba mwenyewe kwenye mabega yake, anazipeleka katika sehemu ya siri, anangojea usiku ingie, ana taa yake, anaingia pale, kisha anazipakia furushi furushi. Anachukua mchele, anachukua ngano, anachukua shairi, anachukua sukari, mfano anachukua mafuta, anaweka katika ration. Kisha mwenyewe anabeba kwenye mabega yake, anapita kwenye nyumba za wajane,
nyumba za fukara na masakini na mayatima, anabisha mlango mpaka alfajiri. Na wakati mwingine akibisha mlango ya mtu, akisikia ule jamaa anafungua mlango ndani, anaiacha ile furushi pale, yeye anapotelea kwenye giza. Na ikiwa ni nyumba zingine ambaye zina stara ndani yake, anaiacha kwenye mlango wao. Akifungua kwenda alfajiri, wanapata furushi kwenye mlango. Baada ya kufa kwake sasa, ndo watu zaidi ya familia 100 wanakuja kuulizia, jamani, yuko wapi yule ambaye alikuwa anatuletea chakula kila wakati hapa? Mbona tumuoni tena? Ndo ikichunguzwa wakati wa kuoshwa kwake Zainul Abidin, imepatikana alama katika alama mweusi katika mabega yake kwa ile mizigo alikuwa kibeba. Umefahamu? Na wale masakini wakaja wakaanza kumtafuta. Ndio ikajulikana kwamba huyu bwana alikuwa anatoa ibada za siri, anatoa sadaka ya siri. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema afdalu sadaqa, Mtume anasema as-sadaqatu sir tudfi'u ghadabu rabb. Sadaka za siri inazima hasira za Mungu. Sadaka ya siri inazima hasira ya Mungu. Ndugu zangu, tunaijua hasira ya Mungu sisi. Fayawmaidhin la yu'adhibu adhabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad. Siku hiyo, siku ya Kiyama, hakuna ambaye ana sifa ya kuadhibu kama anavyoadhibu Mwenyezi Mungu, wala hakuna mtu ambaye ana sifa ya kuwatia watu jela kama jela ya Mungu. Hakuna jambo la hatari kama hilo. Sasa sadaka yako ya siri inaifuta hasira za Mungu juu yako. Ndio unaona katika wale watu 7 ambao watakaokuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, yauma la dhilla illa dhillu, kuna watu 3 hapa ambao Mwenyezi Mungu Mtume sallam amewataja, ambaye wamefanya ibada zao kwa siri, watajikuta chini ya kivuli cha Mungu siku ambayo itakuwa hamna kivuli isipokuwa kivuli chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye wa rajulun dhakara Allah khaliyan hatta fadat aina, wa fi riwaya fafadat aina. Ni mtu ambaye amemtaja Mwenyezi Mungu akiwa peke yake, imma yuko chumbani au katika sehemu, au amejifungia katika sehemu, ama yuko katika safu ya mbele kule mwisho, akawa yeye anamtaja Mungu, ima analeta dua, ama anasoma adhkar, ama anasoma Qur'an bila mtu kujua, paka macho yake katoa machozi. Ametoa machozi kwa ajili ya Mungu wake. Hakuna mtu yote ambaye anayemjua. Atakuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Na mtu wa pili, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat bi yaminihi, wa fi riwaya ma sana'at bi yaminihi. Mtu wa pili ni mtu ambaye anayetoa sadaka kwa mkono wake wa kulia, akaificha kiasi ambacho mkono wa kushoto usijue mkono wa kulia umetoa nini. Na mtu wa tatu, Mtume sallam, katika watu ambao watakaokuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama kwa sababu ya matendo yao ya siri, wa rajulun da'atuhum ra'atan dhata mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Na mtu ambaye ameitwa na mwanamke, kijana huyu ameitwa na mwanamke mrembo mwenye cheo. Unajua dhata mansibin, wanasema wanazuoni, urembo wake huyu mwanamke imempatia cheo mbele ya wanaume. Unajua mwanamke anapokuwa mrembo anakuwa na thamani mbele ya wanaume. Anamuita mwanamume afanye naye kitendo cha zinaa, faragha yote, kwenye siri yote, wamo chumbani peke yao, akamwambia huyu mwanamke, inni akhafu Allah, wallahi mimi namuogopa Mwenyezi Mungu. Atakwenda kujikuta chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, siku ambayo itakuwa hamna kivuli isipokuwa kivuli chake Mwenyezi Mungu. Tunapozungumzia haya masala, ndugu zangu, hatuwezi kumsahau Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, ambaye alikuwa anatoka nyumbani kwake kabla salati alfajiri. Kabla alfajiri, ndugu zangu, watu bado wamelala, anakwenda kwenye nyumba ya ajuza, mwanamke mkongwe, mtu mzima, anakamua maziwa ya mbuzi yeye mwenyewe, anakwenda anamnywisha, anamfulia nguo zake, anamuoshea nyumba yake, anamfulia nguo zake, anamuoshea vyombo vyake, kisha anajifunika kwenye giza. Hakuna anayejua hiyo isipokuwa Saidina Umar, ndo ambaye alikuja kumfuatilia, na baada ya kufa kwake ndo akaja akajua haya mambo. Lakini tunapozungumza haya masala vile vile, ndugu zangu, hatuwezi kumsahau
Abdullah ibn Mubarak huyu ni mmoja katika tabi'in. Katika watu wakapigiwa mfano ni huyu bwana. Ndugu zangu, ana mambo mengi ya kuiga katika maudhui hii, lakini tutataja moja tu kwa sababu ya wakati. Huyu bwana Abdullah ibn Mubarak aliwahi kumlipia mtu ambaye amefungwa jela kwa sababu anadaiwa deni. Alipata habari kwamba fulani ametiwa ndani, anadaiwa karibu riali 10,000 ya Saudi Arabia kwa sababu ya deni ambaye anadaiwa. Yule ambaye anayemdai ndo alimtia ndani kwa sababu amechelewa kulipa. Sasa Abdullah ibn Mubarak alipopata habari hizi, alimuita yule mtu ambaye yeye anamdai yule bwana. Akamwambia, bwana, mimi nitamlipia huyu bwana deni zake, lakini kwa sharti, sitaki mtu yoyote ajue ila ni mimi na wewe na Mungu wetu ni watatu. Hata huyu ambaye unamtoa jela sitaki ajue. Nataka uende ulipe, utewe amri kwamba achiliwe na wewe uondoke, asijue hata wewe ndo ambao umetoa hizo pesa. Basi baadaye Abdullah ibn Mubarak anakuja nakutana na ule bwana baada ya kutoka jela, anamuuliza, ulikuwa wapi siku zote bwana? Tulikuwa katika darsa, katika mihadhara, katika halaka ya elimu, ulikuwa wapi? Mfaida nyingi watu wamepata hapa. Anamwambia, bwana, nilitiwa ndani jela bwana, nilikuwa nadaiwa deni. Huyu mwenye deni akashindwa kunisubiria akanitia ndani. Imekuwaje leo umetoka na ilikuwaje ukalipa? Akasema, wallahi sijui hata ni nani amenilipia deni yangu, nimeambiwa tu deni yako imeshalipwa, wewe ondoka. Huyu bwana hakujua kwamba Abdullah ibn Mubarak amemlipia deni yake mpaka baada ya Abdullah ibn Mubarak ameshafariki. Ndio yule bwana alikuwa akimdai akamfuata yule bwana akamwambia, una habari nani ambaye alikulipia deni yako wewe? Ni Abdullah ibn Mubarak. Ndugu zangu, tunapozungumza masala haya ya kuficha ibada zetu za siri, hatuwezi kumsahau sahaba aljalil Saad bin Muadh. Saad bin Muadh amesilimu akiwa na umri wa miaka 30. Anafariki Saad bin Muadh akiwa na umri wa miaka 36. Maana yake ameishi katika Uislamu miaka 6 tu. Lakini Saad bin Muadh alipofariki, ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba, fawalladhi nafsi biyadihi inni la ara 70 malak yushayi'una janazata Saad bin Muadh. Na hapa Mtume anasema, na hapa na yule ambaye nafsi yangu mimi Muhammad imo katika mikono yake, ambaye ni Mwenyezi Mungu, wallahi nimewaona malaika 70,000 wanaisindikiza jeneza ya Saad bin Muadh. Malaika 70,000 ndugu zangu, hatukwambii malaika 3,000 ama 2,000. Malaika mmoja alikuwa ametosha tu. Mimi na wewe tukimpata malaika mmoja kwenye jeneza yetu tumefaulu ndugu zangu, tumefaulu fi dunia wal akhirah. Malaika 70,000. Huyu bwana amefanya nini kwa umri wa miaka 6 ndani ya Uislamu hata aweze kupata daraja kama hii? Na pale pale malaika Jibril anateremka anamwambia Muhammad, ya Rasulullah, huyu bwana alipofariki arshi ya Mungu ilitetemeka. Nini kubwa alofanya Saad bin Muadh? Mpaka leo hakuna anayejua, hata maswahaba hawajui, isipokuwa wema waliotangulia wakaja wakasema, kana bainahu wa baina Allahi sarira ay ibadatun khafiyya. Baina yake Saad bin Muadh na Mola wake alikuwa na ibada za siri ambaye anazifanya, hakuna ambaye anayejua. Wewe unamjua Saad bin Muadh ni nani ndugu zangu? Kama kuswali Saad bin Muadh, maswahaba wengine pia waliswali. Kama kupigana jihad, maswahaba wengine pia walipigana jihad. Kama kwenda hija, maswahaba wengine pia walikwenda hija. Kama kutoa zaka, maswahaba wengine pia walitoa zaka. Lakini kwa nini maswahaba wengine wasipate daraja aliyopata huyu Saad bin Muadh kwa miaka 6 ndani ya Uislamu? Wewe unamjua Saad bin Muadh ni nani? Saad bin Muadh ni yule ambaye wanazuoni wanamsifu kwa sifa zake. Wanasema Saad bin Muadh ni badriyun, alipigana katika vita vya Badr. Ni uhudiyun, alipigana katika vita vya Uhud. Ni ansariyun,
alimnusuru bwana Mtume sallam katika watu ambao walimpokea Mtume katika mji wa Madina ni Saad bin Muadh. Saad bin Muadh ni Ausiyun, maana yake ni kabila lake Saad inaitwa Aus. Saad bin Muadh aliposilimu, familia ya mji mzima ilisilimu pamoja naye Saad bin Muadh. Lakini kama ni haya, hata maswahaba wengine walikuwa naye. Lakini kwa nini apate daraja kubwa kama hii mbele ya Mungu? Hata malaika 70 wanaisindikiza jeneza yake na arshi ya Mwenyezi Mungu ikaweza kutetemeka. Ni kwa sababu alikuwa na ibada za siri, ndugu zangu. Lakini kwa sababu ya wakati, ndugu zangu, hatuwezi kusahau hadithi ambayo imo ndani ya Sahih Muslim. Kama kuna hadithi inayotisha katika maudhui hii, ni hii hadithi, ndugu zangu, inaogopesha hasa. Na hii hadithi imepokelewa na Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, Abu Huraira, siku moja amekutana na Waislamu pale katika eneo ya soko. Akawaambia, leo nataka niwaambieni jambo ambalo Mtume aliniambia mimi, tukiwa mimi na yeye ndani ya msikiti peke yetu. Abu Huraira nataka kuanza kuwaambia. Abu Huraira anashindwa kuongea, anaanza kulia. Ni maneno gani mazito haya ambayo inamshinda hata Abu Huraira kuongea? Maskini anapata fahamu. Abu Huraira anataka kuanza kuongea, mara ya pili anashindwa, mpaka kuna riwaya inayosema mpaka mwisho aliweza kuzimia. Sasa mara ya tatu, mara ya nne, ndo Abu Huraira akajikokota akawaambia, bwana, nilipokuwa pamoja na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam msikitini siku moja, aliniambia kwamba kuna watu aina tatu ndani ya umma wangu huu. Hawa ndo watu wa mwanzo watakaoingizwa ndani ya moto wa Jahannam. Mtu wa kwanza Mwenyezi Mungu atamuita mbele yake, na si kwamba Mungu hajui. Mungu anajua kila kitu, anaonesha utendakazi wake tu. Atamuuliza, wewe ulipokuwa duniani nilikupa neema nyingi sana, ulifanya nini wewe kuifanyia hii dini? Atamwambia Mwenyezi Mungu, mimi nilihifadhi Qur'an, nikaisomesha, nikaelimisha, nikatoa mihadhara misikitini, nikatoa khutba za Ijumaa. Liajlika ya Allah, nilifanya yote haya kwa ajili yako Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu pale pale atamwambia, kadhabt wa taqulu almalaikatu kadhabt, umesema urongo wewe. Na malaika naye ambao wanarekodi matendo yetu atamwambia, umesema urongo. Anayemwambia huyu bwana kwamba amesema urongo ni muumba wetu aliyotuumba sisi, anatujua vizuri sana. Wa ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur, Mwenyezi Mungu anajua ukhaini wa macho na kilichofichika ndani ya nyoyo. Wewe unatembea hapa barabarani, unaangalia vitu ambavyo vimeharamishwa. Mungu anajua umeangalia kwa malengo gani, nia yako ilikuwa nini, umekusudia kitu gani, na kilichofichika ndani ya nyoyo, yale mambo ambayo umeaficha katika moyo wako, Mungu anajua unakusudia kitu gani. Unakusudia dhulma, unakusudia kujionesha, unakusudia ria, unakusudia kupata sifa. Mungu anajua hata yale mambo ambayo hujafikiria kuyafikiria, Mungu ashajua unataka kufikiria nini. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu nyinyi, nani ambaye amerembeka zaidi hapa kuliko wengine, nani ambaye sura yake inapendeza kuliko. Hii si muhimu katika hii dini. Wala Mungu haangalii mali yenu, nani ambaye ni tajiri hapa kuliko mwingine, si muhimu hiyo. Walakin yanzuru ila qulubikum, anaangalia ndani ya nyoyo zenu. Ndugu zangu, unakusudia nini hapo ulipotekeleza haya mambo? Umeikhalisisha kiasi gani? Umefanya kwa ajili ya Mungu kiasi gani? Wa amalikum, na anaangalia matendo yenu. Ndio Hasan al-Basri anasema, laysa al-imani bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara ala al-qalb wa saddaqahu al-amal. Imani si kutamani bana, mimi natamani kuwa kama fulani, natamani kuwa kama fulani, na hatukuoni wewe ukijibidiisha uwe kama fulani. Wala imani si hali ya mtu, umepiga nguo pasi kiasi gani, umevaa nguo ghali kiasi gani, sio imani hiyo. Imani ni ile ambayo imetulia ndani ya moyo wako,
na matendo yako yakayasadikisha hayo. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia huyu bwana, atamwambia huyu bwana siku ya kiyama, umesema urongo wewe, innama qara'tahu liyuqalu qari, hakika ulisoma sana Qur'ani, ukahifadhi, ukafundisha, ukaelimisha, ili watu wakusifu kwamba wewe ni mtu msomi. Waqad qil, na hii sifa ulishaipata duniani. Sio ulikuwa unatafuta sifa kwa watu, ulikuwa unajionyesha kwa watu, ulishaipata duniani. Hatari ni hapa ndugu zangu. Huyu bwana Mwenyezi Mungu ataamrisha, atashikwa na miguu yake juu, uso wake ndio utakuwa unafagia ardhi mpaka ndani ya moto wa Jahannam. Atakuja mtu wa pili, mimi nilikupa neema nyingi, wewe ulifanya nini ulipokuwa duniani? Atamwambia Mwenyezi Mungu, mimi nilitoa sadaka, nikatoa zaka, nikainua maisha ya watu, nikajenga, nikaboresha kwa ajili yako Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atamwambia kadhabt, umesema urongo wewe. Wataqulu almalaikatu kadhabt, na malaika naye watamwambia umesema urongo. Innama anfaqtahu liyuqalu annaka jawadun, hakika ulitoa sana mali, ukatoa sadaka, ukainua maisha ya watu ili watu wakusifu kwamba fulani bwana ni mtu mkarimu sana kwa kutoa tu. Na hii sifa ulishaipata mbele ya watu, sio ulikuwa unatafuta hii sifa basi. Mwenyezi Mungu ataamrisha malaika, huyu bwana atabebwa na miguu kwanza juu, uso wake utaburuzia ardhi, utaifagia ardhi hii mpaka ndani ya moto wa Jahannam. Wewe fikiri ndugu yangu, mtu anaifagia ardhi na uso wake, siku ya kiyama hatujui ardhi yenyewe itakuwa vipi. Mtu wa tatu atakuja, na wewe ulifanya nini? Nilikupa neema nyingi. Atamwambia Mwenyezi Mungu, nilipigana jihad fi sabilillah, qataltu liajlika ya Allah litakuna kalimatillahi al-ulya, ili neno lako liwe juu ya Mwenyezi Mungu. Tena inasemekana huyu bwana alikufa shahidi katika vita, aliuawa ndani ya vita. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwambia umesema urongo, kadhabt. Wataqulu almalaikatu kadhabt, malaika nayo watamwambia umesema urongo. Innama qatalta liyuqalu annaka jari, hakika ulipigana sana katika jihadi ili watu wakusifu kwamba fulani bwana kwa mapambano si mchezo, yule bwana anavokata watu yule na kukata shingo si mchezo. Waqad qil, na hii sifa ulishaipata duniani. Ataamrishwa huyu bwana, atashikwa na miguu yake, ataburuzwa kwa uso wake mpaka ndani ya moto wa Jahannam. Ndugu zangu, na wahusieni kama ninavyohusia ndugu yangu, kama ninavyohusia nafsi yangu, tumuogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya matendo yetu. Hawa watu watatu hawa, si kwamba wanaadhibiwa kwa sababu ya machafu ambao waliyafanya, si kwamba wanaadhibiwa kwa sababu mmoja wao aliwahi kujihusisha na mambo ya riba, ama aliwahi kucheza kamari, ama aliwahi kusikiza mziki, ama aliwahi kuzini, ama aliwahi kusema urongo, ama kumsengenya mtu. La, wanaadhibiwa na wataadhibiwa kwa sababu ya matendo mema ambao waliyafanya. Yani leo mtu anatoa sadaka, alafu sadaka yake hii ndio itakuwa ni sababu yeye kuingia motoni. Leo mtu anahifadhi Qur'an, anatoa mawaidha kama haya, alafu hii mawaidha na Qur'ani yake ni sababu ya kupelekwa ndani ya moto wa Jahannam. Leo mtu anapigana jihad, wa dhirwatu sanamihi, ibada ambayo iko juu kuliko zote ni jihad fi sabilillah, anaingizwa ndani ya moto wa Jahannam kwa sababu hakumkusudia Mungu. Alikuwa na malengo yake hapa duniani, alikuwa anakusudia watu wengine. Ndio unaona wale vijana watatu waliokuwa ndani ya pango, ndugu zangu, tunafaa kuiga mifano yao. Na wewe jiulize, lao ungelikuwa nafasi yao ungeweza kusema nini wewe? Mtume sallam anaelezea katika Bani Israili walikuwepo vijana watatu wanatembea katika sehemu ya jangwa, katika Sahara. Ikaja upepo mkali na vumbi, basi wakaingia kwenye pango, ile upepo ikasukuma jiwe kubwa, jabali kubwa, ikazuia ile njia walioingilia. Hawawezi kutoka sasa, hakuna njia yoyote ya kuweza kutoka. Jabali ni kubwa na hakuna usaidizi wote pale, wamo katika jangwa, wako peke yao. Ndio mmoja wao akamwambia wenzie, kila mmoja wetu ili tuweze kunusurika na hili janga, kila mmoja wetu ataje jambo ambalo alifanya kwa ajili ya Mungu peke yake. Ndio Mwenyezi Mungu atatutoa hapa. Ndio mmoja wao akasema, bana mimi nilikuwa na wazazi wangu wawili. Maana yake anaelezea juu ya kuwatii wazazi wawili, barun walidai. Watoto wangu wanalia kwenye miguu zangu, lakini mimi nimebeba maziwa kwenye mkono wangu mpaka alfajiri, ili wazazi wangu wasije wakaamka wakaanza kulia njaa
na mimi nimewalaza kabla hawajakula. Birrul walidain barun liwalidai. Na mwingine alichunga amana za watu. Huyu bwana alikuwa na wafanyikazi wake, kila mwisho wa mwezi anawalipa mshahara wao. Mwisho wa mwezi mmoja, kuna mmoja katika wale wafanyikazi wake hakuchukua mshahara wake, akatoka ajulikane amekwenda wapi. Huyu bwana akaona imepita baadhi ya miezi, nikiendelea kukaa na hizi pesa naweza nikazitumia na huyu bwana atarudi kudai haki yake kisha nikose kumlipa. Akaamua kununua baadhi ya kondoo na baadhi ya mbuzi. Wale mbuzi na kondoo wakaanza kuzaana kutokana na pesa ya ule mfanyikazi wake. Wakazaana mpaka wakajaza shamba nzima. Baada ya miaka 2 mitatu ndio ule mwenye mshahara anajitokeza sasa. Bwana, nimekuja kuchukua mshahara wangu, sikuchukua wakati ule. Akamwambia, unaiona hii zizi la kondoo wote hawa na zizi la mbuzi wote hawa, hii ni ile mshahara wako ulioacha. Chukua yote, wala mimi sina haki hata moja kwa hizo wanyama wako. Anamwambia Mwenyezi Mungu, ikiwa kweli mimi nimefanya hivyo kwa ajili yako ya Allah, naomba uifungue ipango. Kama alivyoifungua kidogo kwa ule ambaye alitiwa wazazi wake, anaifungua tena sehemu papap, lakini bado hawezi kutoka, lakini mwangaza ishaonekana, bado inamgojea ule mtu wa mwisho. Na huyu mtu wa mwisho aliweza kuwanusuru wenzie kwa sababu aliwacha madhambi ya zinaa ambaye alikuwa anaweza kuifanya na mtoto wa ammi yake ambaye alikuwa anampenda sana. Amekuja siku moja mtoto wa ammi yake, huyu alikuwa na matatizo mengi tu ya kiulimwengu na matatizo ya kifedha. Hana budi sasa kutafuta pesa, mtu yeyote ambaye atakayemsaidia. Ndio akaja kwa mtoto wa ammi yake akamwambia, bwana, nakuomba unipe pesa fulani, mimi nitakulipa. Akamwambia, nitakupa wewe hizi pesa na sio deni, nitakupa bure, lakini kwa sharti mimi nistarehe na wewe. Huyu bwana anasema, wakati mimi nilipokuwa nimekaa baina ya mapaja yake ule mwanamke, maana yake ni katika sehemu ambayo mwanamume hawezi kutoka hapo. Akili haifanyi kazi wakati huo, macho haisikii, wala masikio haisikii, wala macho haioni. Humo katika ulimwengu nyingine. Ule mwanamke akaongea kumpa nasaha huyu mwanamume. Akamwambia, ittaqillah wala tufdhi alkhatim illa bihaqqiha. Muogope Mwenyezi Mungu wala usivunje ubikira wa mtu ila kwa haki yake. Huyu kijana anasema, wallahi niliposikia maneno haya ittaqillah, nilitoka na sikufanya hichi kitendo. Anamwambia Mwenyezi Mungu, ya Allah, ikiwa kweli niliacha kwa ajili yako, Mwenyezi Mungu nakuomba upate kuifungua ipango. Na fangu ikafunguka na wakaweza kunusurika. Lau mimi na wewe ndiye ambaye tulikuwa tumekwama katika pango kama hili, tuna jambo gani ya kuweza kujifakhiri naye mbele ya Mungu ambaye tumefanya kwa ajili yake Mungu peke yake? Ndugu zangu, leo sisi wengi wetu hapa tunapofanya matendo yoyote ile, ulimwengu mzima itajua. Mtu leo anaposwali swala za sunna tu, wacha za faradhi, dunia nzima itajua. Mtu leo anapoamka tahajjud, dunia nzima itajua. Mtu leo anapomsaidia mtu, labda amemtatulia matatizo yake, amemlipia renti ya nyumba, au labda amemnulia chakula, au labda amemlipia deni yake, tena atangoja wakati huyu bwana yuko katikati ya watu ndo aende akamfedheheshe mbele ya watu. Atamwambia, shekhe, mwenye nyumba alikufungulia nyumba baada mimi kupatia ile pesa. Sasa unamwambia nani jamani? Ya nini yote hii? Ulikuwa umefanya kwa ajili ya nani? Waliyadhu billah, kama ule mmoja amepata ajali katika mji wetu wa Nairobi hii. Yeye amekaa katika sehemu ya co-driver, maana yake ndugu yake ndo anaendesha gari, yeye yuko kando yake. Wakapata ajali mbaya sana. Yule ndugu yake akavunjika miguu na akavunjika na mbavu vile vile. Yeye alikatika sehemu ndogo tu katika mkono wake hapa, akaenda akapakwa dawa, akatiwa bandage. Sasa watu wanamuuliza, shekhe, ilikuwaje ukanusurika kutokana na ajali hii? Ndugu yako amevunjika mpaka mbavu, ndusu afariki. Wewe ilikuwaje? Umepata scratch tu. Akasema, hii ni ile sadaka ambayo mimi huwa natoa. Wala haula wala quwwata illa billah. Sasa imekuwaje tena ukataja jambo ambayo wewe mwenyewe ulikuwa na siri na Mola wako? Unakwenda kuitaja mbele ya watu tena unaiharibu. Kama yule mmoja ambaye katika Bedui wanasema alikuwa kiswali msikitini swala ya witri baada ya Isha. Na swala ya witri baada ya Isha
mtu anatakana atoe sauti, kwa sababu ni katika qiyamul layl. Ndio unaona swala ya tarawih tunaswali baada ya isha inasoma kwa sauti. Ikiwa unajua mimi sitoamka tahajjud, basi baada salati al-isha swali swala ya witri hata kama raka moja. Usiache hiyo ndugu yangu. Basi akawa anasoma kwa sauti, lakini sauti yenyewe wale waliokuwa ubavuni mwake wanaweza kusikiza sauti yake. Mashallah, alikuwa na sauti nzuri sana. Na qiraa yake ilikuwa nzuri, ahkamu tajwid, makharij al-huruf. Wale mabwana waliposikia jamaa anavyosoma kwa sauti nzuri wakakaribia zaidi. Walipokaribia, huyu bwana naye akagundua kwamba mabwana wanamsikiza. La haula wala quwwata illa billah. Sasa ndio ikawa mtihani mkubwa zaidi. Akakaza sauti zaidi, akarefusha. Baada alipomaliza wale mabwana wakamwambia, mashallah Sheikh, swala yako khushu yake mwanzo na sauti yako inaitoa nyoka pangoni. Ule bwana akaambia, wacheni hii witri ambayo nimeswali leo, hata leo Alhamisi nilikuwa nimefunga pia. Sasa unataka kumuonesha nani Alhamisi yako hiyo ambayo umefunga jamani? Wewe umefunga kwa sababu ya Mungu jamani. Leo kuna wengi wetu hapa tunapokuwa mbele ya watu. Wewe muone Muislamu anaposwali mbele ya watu na anaposwali peke yake, tofauti kubwa. Sawa sawa na mbingu na ardhi. Akiswali mbele ya watu utamuona na khushu, rukuu anavuta zaidi, sujud. Lakini njoo muangalie anaposwali peke yake wakati hakuna mtu yote anamuona. Anadona dona kama njiwa. Hata kuna baadhi ya watu wanakuja hapa msikitini, subhanallah, anarefusha sijda katika rakaa ya mwisho. Wakati imama anakwenda tahiyatu ya mwisho, yeye bado amekaa kwenye sijda. Sasa hili ni jambo inaweza kampelekea mtu kwenye ria. Maana yake anataka kuonesha watu yeye ndio mwenye shida nyingi sana. Yeye ndio ambaye anamwabudu Mungu sana, yeye ndio ambaye kuna dua nyingi anazijua nyinyi hamjui. Paka karibia na salamu ndio anaamka. Lakini mbona tuja kuona wakati unaswali peke yako jamani unairefusha sijda? Leo mbele ya watu hapa ndio unaileta hii. Ndugu zangu, wanazuoni hawajakataza mtu leo masala ya kutumia hii subha, hii ushanga hii. Wanazuoni wameijuzisha ushanga huu, wameruhusu kwa watu wa aina mbili peke yake, kwa sababu si katika sunna. Wameiruhusu kwa watu wa aina mbili kwa sababu ya dharura. Wadharurat tubihu almahdhurat. Dharura inahalalisha jambo ambalo imekatazwa. Watu wawili ambao wameruhusiwa kutumia ushanga huu, hata kuna wengine wako naye hapa, ama ile mashini ile. Sawa? Ni watu aina mbili. Ni mtu ambaye ni mzee sana kupita kiasi, anashindwa kudhibiti hisabu. Huyu ndo ambaye ameruhusiwa kwa sababu ya dharura. Tena wanamwambia baadhi wanazuoni wanasema ikiwa anaweza kuifanya kwa siri ndio bora zaidi. Na mtu wa pili ni mtu ambaye ni mgonjwa sana, anasahau hisabu. Na yeye ana nyiradi zake, adhkari zake ambaye anazileta mara 100, mara 200, mara 1000. Kwa hivyo akitumia vidole na hali yake ya ugonjwa itamsahaulisha. Hawa ndo watu wawili peke yake. Lakini mimi na wewe ambaye afya yetu ni nzuri na sio wazee, sunna ni kutumia vidole. Katika hadithi ambayo ndani ya Sahih Muslim iliyopokewa na Yasira binti Yasir, huyu ni mwanamke Ansariya sahabia. Mtume anamwambia, tasabbahu bil anamil fa innahunna mustantaqat mas'ulat. Leteni iradi zenu kwa kutumia vidole, kwani hizi vidole siku ya kiyama vitakwenda kuongea mbele ya Mungu. Mbele ya Mungu vitatoa ushahidi kwamba huyu bwana alikuwa anamdhukuru Mungu. Hii ndio sunna ndugu yangu. Leo unamkuta kijana mdogo ambaye si mgonjwa wala si mtu mzima, anatembea na tasbihi mbele ya watu, soko nzima, barabara nzima, tena ameiweka mbele hivi. Anakuja naye msikitini hapa kutaka kuonesha. Unajua wakati mwingine nia yake inaweza kuwa nzuri, hatukatai. Labda kuna nyiradi ambaye anayafanya, lakini tahadhari sana ndugu yangu, inaweza kukupelekea katika ria. Itakupelekea katika ria, maana yake unataka kuonesha watu wewe ndio mtu unafanya ibada sana. Wewe una shida nyingi sana. Ndio unaona wanazuoni wengi wanasema ikiwa hapana budi lazima mtu atumie hizi ushanga ama hiyo mashini, basi itumie ikiwa ndani ya mfuko wako. Hakuna mtu yote anayejua. Wewe unatembea barabarani, unaleta nyiradi zako na vidole, unamswalia mtume mara 100, unaleta istighfar mara 200, 300. Hakuna anayejua wewe na Mungu wako jamani. Unataka kumuonesha nani tena hapa? Hizi ni vitu vya hatari hivi. Leo wengi wetu sisi hapa tukiwa mbele ya watu, ndugu zangu, mtu akiwa mbele ya watu, baba yake yuko pale au mama yake, mashallah, atakuja atambusu kwenye kichwa, atamkumbatia, atambusu mkono. Lakini ngoja abaki na baba yake nyumbani au mama yake, anavomfedhehesha mzazi wake maskini,
anamtukana, anamtolea makali, wala hana heshima. Hata hiyo kumbusu mbusu akiwa ndani ya nyumba yake. Lakini mbele ya watu ndio unaona anajifanya mtu mkarimu sana kwa wazazi wake. Hey, baba yangu, hey abi. Hii yote za urongo hizi ndugu zangu. Kwa hivyo ndugu zangu, tumuogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii masala ya kufanya ibada na unataka watu wajue, wallahi tunafanya sisi wengine hapa ibada kubwa, lakini tutakwenda kuzikuta habaa manthura, kwa sababu hatukuyafanya kwa ajili ya Mungu. Sasa mimi namalizia hapa na nukta mbili ndugu zangu. Swali la kwanza, kila mmoja wetu alokaa hapa ana matendo yake mema ambayo anayafanya. Mwenyezi Mungu anasema inna sa'yakum la shatta, hakika matendo yenu mema yametofautiana. Kuna watu katikati yetu hapa ni waswaliji kuliko wengine, wanaswali kuliko watu wengine. Kuna watu katikati yetu hapa wanasoma Qur'ani kuliko wengine. Kuna watu katikati yetu hapa wanafunga saumu za sunna kuliko wengine. Kuna watu katikati yetu hapa wanaswali tahajjud kuliko wengine. Kuna watu katikati yetu hapa wanatoa sadaka kuliko wengine. Kuna watu katikati yetu hapa wanawatendea wazazi wao mema kuliko wengine. Sasa swali la kwanza inaikuja, hizi matendo yote ambayo unayafanya wewe na mimi, Mwenyezi Mungu amezikubali? Mungu ameziridhia jamani? Na swali la pili, tuchukue mfano ndugu yangu, leo ndo siku ya mwisho mimi na wewe kuishi hapa duniani. Leo tukitoka nje hapa, sisi wengine tutakwenda kuagana. Tunaagana kabisa. Itakuja habari alfajiri, na habari bwana fulani tulikuwa naye msikitini katika khutbatul Jumaa, leo hayuko tena. Wenda lau utaondoka duniani sasa hivi ndugu yangu, Mwenyezi Mungu yuko radhi na wewe? Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Astaghfirullah. Alhamdulillah wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. أما بعد عباد الله، أوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأرض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهداة المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن صحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وخاصة فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. لا نحصي ثناء عليك أنت يا رب كما أثنيت على نفسك. اللهم عليك باليهود وعوانهم والشيوعيين وشياعهم، اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وأرنا فيهم عجائب قدرتك إنك على كل شيء قدير. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.